inasema ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na shida nyingi, kutakuwa na watu ambao wanainukiana, ufalme unaunukia mwingine, watu wa jamii moja wanainukiana. Hiyo imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 24. Kuna watu ambao watakuwa wanapenda pesa kupita kiasi. Sisemi ya kwamba hakuna mtu ambaye hapendi, lakini kuna ile kiwango ambayo unaweza penda pesa ya kwamba unaweza fanya uhai wa mwingine ukaweze kupotea, ndio ukaweze na hata kupata fedha. Watu wako namna ile. Nyakati hizi ni nyakati za hatari, na Bwana anasema ya kwamba atafariji wale ambao angetaka kuwafariji. Ningetaka tushiriki kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya kwanza mstari wake wa 3, na maandiko yanasema ya kwamba ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa huruma na Mungu wa faraja yote. Yeye atufarijie katika taabu zetu zote, ili tuweze kuwafariji wale walio katika taabu ya yote kwa faraja ambayo sisi wenyewe tumepokea kutoka kwa Mungu. Ningetaka nikukumbushe ya kwamba Bwana anazungumzia kuhusu faraja. Kuna watu ambao wamesononeka katika maisha. Wewe uko mahali pale umebarikiwa. Unaweza fanya mtu akaweza na hata kuwa na maisha mazuri, kwa sababu faraja za Bwana zimefika kwako. Umefarijiwa na Bwana. Kunaweza kuwa mtu pale hana pahali pa kukaa, lakini wewe uko na ukuu mkubwa, uko na utajiri, uko na uweza wa kushika yule mmoja na akaweza na hata maisha yake yakaweza na hata kufarijiwa. Ukafariji maisha haya, maana Bwana amekufariji wewe. Mungu anasema ya kwamba atafariji wale ambao atafariji. Na wewe, na hebu tumia hizo baraka zako kufariji mwingine, maana ametuambia kwamba sisi ambao tumefarijiwa tukaweze na hata kufariji wengine, wale ambao hawana nafasi nzuri tukaweze na hata kuwashikilia. Na ndio uvuli wa Bwana, ndio hiyo kibali ya Bwana, na huo utajiri na huo uwezo ambao Bwana ametupea, amekupea wewe, ukaweze na hata kusaidia mwingine. Washa kuona, usiachilie mtu ambaye unamuona anasononeka, usiachilie mtu ambaye ako na mashida katika maisha na uko na uwezo wa kumsaidia. Wabarikiwe sana wale ambao wamejitolea. Ninajua ni watu wengi ambao wamejitolea kusaidia watu, lakini wale kidogo ambao wako na mioyo migumu, Bwana anasema ya kwamba faraja amekufariji nazo, ndio ukaweze na hata kufikishia na hao wengine. Unapofanya vile, Bwana akufungulie milango, anakubariki. Na pia kuna wale ambao wamepoteza watu wao, tukaweze na hata kuwafariji kwa mioyo yetu, tukawanenee maneno ya kuwajenga, maana maandiko yanasema ya kwamba tukaweze na hata kufariji wale ambao hawana nafasi ile, wako na kusononeka, wako na mashida mbalimbali. Labda ni mtu amegojeka kwa muda mrefu, tukaweze na hata kumfariji, kumpa na hata uwezo ambayo Bwana ametuwezesha kuwa nao. Mungu awafungulie milango, Mungu awabariki, azidi kuwafariji mnapoenda kufariji wengine, maana faraja za Bwana zinafanya mtu akae katika maisha ambayo atafurahia kwa muda mrefu. Faraja ya Bwana ikikuwa katika juu ya maisha yako, utaweza na hata kufariji wengine ambao wanahitaji faraja kutoka kwa Mungu. Simubarikiwe zaidi, Bwana wapanulie mipaka, na faraja za Bwana zikawe kuwa zikajae katika nyumba yenu.